Nyinyi wananchi wa Iringa ndio mlioniweka kwenye ramani ya siasa Tanzania. Nimesimama mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Nimesimama hapa kuwaomba radhi. Nilikimbia vita katikati ya matatizo. Sikupaswa kufanya yale maamuzi niliyoyafanya. Pamoja na kwamba inawezekana niliumizwa, lakini nilipaswa niangalie picha kubwa. Picha kubwa ni ya kutetea haki za wanyonge. Picha kubwa ni kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti. Sina maneno mazuri sana. Naomba mniwie radhi. Hakuna maisha magumu kama kuishi kwa wakwe. Nilikuwa ukweni. Na kwenye Biblia, kwenye Wakristo, kwenye Biblia, Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Wanafunzi wawili waliteleza kama mimi. Mmoja amemsema mwenyekiti wa vijana wa kanda, anaitwa Petro. Petro alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wapendwa wa Yesu. Alilala na Yesu, alikula na Yesu. Akichagua wanafunzi watatu, Petro yumo. Ilipofika siku ya kujaribiwa kwake, Petro alimkana Yesu mara 3. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Yuda, ndiye alikuwa anashika mfuko wa hela. Yeye alimsaliti Yesu kwa vipande 30. Lakini Petro aliamua kutubu kwa machozi, akamrudia Yesu Kristo. Na Yesu akasema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Yuda kwa sababu ya kiburi chake, ego, akaamua kuchukua kamba akajinyonga. Mimi nimekataa kujinyonga. Nimechukua njia ya Petro. Wanairinga, narudia tena, naomba mnisamehe. Nilijali zaidi ego yangu, sikuangalia picha pana. Sasa niwaahidi mbele yenu, nitakuwa kama simba aliyepoteza watoto wake kuing'oa CCM.